Filamu inaanza na sherehe ya kuzaliwa ya bwana mkubwa anaitwa Sabdo. Huu mwaka ulikuwa ni 1997. Huyu binti mwanafunzi anaitwa Elina. Huyu mwingine ni Intani, yeye ni mdogo wake Sabdo. Baada ya Sabdo kutoka hapo kwenda kuchukua kinywaji, Intani akawa anamuuliza rafiki yake anaondoka saa ngapi, maana ana safari. Elina akasema kwamba basi lao la shuleni linaondoka usiku huo, hivyo asubuhi tu atakuwa ameshafika katika mji wa Jogja. Mdogo wake Sabdo alikuwa anajua kabisa kaka yake alikuwa anampenda sana huyu binti, lakini alikuwa anaogopa kumwambia ukweli. Usiku huo Sabdo akiwa milala zake vizuri kabisa, birthday boy katulia, mara akaanza kusikia kama kuna heka hapa ndani. Alivyotoka hapo anaanza kuangalia nani huko humu ndani. Sabdo akashangaa kuona kuna mbuzi mmoja mweusi hapa na macho yanang'aa humu ndani, na wao hawafugi mfugo wa aina yoyote. Sasa baada ya kusogea, yule mbuzi akawa ametoweka, akiwa amechanganyikiwa. Kichwa cha mbuzi kikiwa kimanguka hapo, akawa amekichukua hichi kichwa, anajua kabisa kuna mtu ameanza kumletea masiala. Akatoka nje, ni nani wewe? Jitokeze. Kile kichwa alichokuwa amekishikilia kikiwa kimegeuka na kuwa kichwa cha mdogo wake, akawa amekitupa chini, kichwa kikarudi kuwa kichwa cha mbuzi. Mshikaji akawa amekaza moyo, akaanza kukitazama ni mawazo yake ama anachokiona ndicho hicho. Akiwa hapo, mara nyumba yao iko imewaka moto na anasikia sauti ya mdogo wake Intani akiwa anamuomba msaada. Siku iliyofuata kuna mwanaume mmoja akawa amefika kwenye nyumba. Huyu bwana mkubwa anaitwa Aljo, akawa anasema anamtafuta mtu mmoja anaitwa Kunsuru. Yeye akawa amejitambulisha kwamba yeye ni kaka yake Kondoto. Sasa huyu mtu anayetafutwa hapa ni baba yake Intani pamoja na Sabdo, lakini kwa sasa yeye amekwisha kufariki, hivyo akawa amekutanishwa na watoto wake, yani Intani pamoja na Sabdo. Mshikaji akaonyesha majuto makubwa sana, hakuwahi kuwasaidia wakati baba yao akiwa hai, na kwa sasa anachofurahi yeye ni kwamba ni muda wake wa kulipa fadhila. Watoto hawakuwa na namna, na kwa sasa hawana makazi, wanakabiliwa na madeni kila kona. Mshikaji akawa amejitolea akasema kwamba yuko tayari kuwachukua aende kuwalea yeye pamoja na shangazi yao yuko huko nyumbani, kisha akawa amewapa nafasi wafikirie. Sabdo akawa amesita kwanza. Binti Intani akawa na wasiwasi, anashangaa kwa sababu baba yao hajawahi kuambia chochote kuhusiana na kaka yake, yani ni kama aliwaficha sana mpaka siku amekufa. Sabdo akasema kwamba huenda baba yao alikuwa na sababu za kufanya hivyo, pengine kuna mambo mengi ambayo hakuhitaji wao wajue kuhusiana na ndugu yake, lakini jambo la muhimu kwa sasa wana mtu ambaye yuko kwa ajili yao. Kwa sasa wako peke yao kabisa, kuna mtu wa kumtegemea. Wakaamua kuondoka pamoja na Aljo ili kwenda kuanza maisha mapya. Walipofika katika jengo la Aljo, watumishi ndani hapa walikuwa ni wengi na wanawatumikia watu humu ndani kama wafalme. Aljo akawa amewatambulisha kwa shangazi yao. Huyu shangazi anaitwa Rasmi akawa amewafariji kwa hisia kubwa sana ili wasijione kwamba wao ni wapweke. Rasmi akawa amewatambulisha kwa mfanyakazi mmoja wa ndani anaitwa Lina, mfanyakazi wa nyumbani hapa. Akawaambia kwamba wakihitaji kitu chochote wamuite yeye. Wakati wa chakula cha jioni, Aljo akamuuliza Inta kuhusiana na shule. Binti akawa amepata kigugumizi. Sabdo ikabidi kuingilia kati, akaeleza kwamba tangu wazazi wao kufariki amekuwa akifanya kazi za hapa na pale ili waishi, lakini hakuna kazi yoyote ambayo aliwahi kuifanya ikadumu. Alikosa kabisa pesa za kumpambania mdogo wake ili kuendeleza shule. Aljo akawasihi sana, kwa sasa hawapaswi kabisa kuhangaika kuhusiana na pesa, kila kitu kiko sawa, na Rasmi akasema kwamba yeye anaweza kupambania Inta aanze shule kusoma. Sasa wakati anazungumza, binti akawa ameona picha ukutani, ikabidi kumuuliza Rasmi kwamba huyo kwenye picha ni baba yangu, na je huyo ni wewe? Rasmi akasema kwamba hiyo picha imepigwa kati yeye ana umri mdogo sawa na Sabdo, lakini wakati anatoa maelezo haya, baada ya kumtazama Aljo akatambua kwamba mshikaji hafuatilii chochote anachozungumza yeye, badala yake anamtazama sana huyu binti kwa macho fulani hivi mpaka binti mwenyewe akawa anajishtukia. Sasa usiku huo Inta akamfuata kaka yake akamwambia kwamba mimi sitaki kulala peke yangu, chumba ni kikubwa mno. Kaka yake akamsii inabidi uanze kuzoea haya maisha kwa sababu ndio maisha ambayo kwa sasa utayaishi, lakini kwa nini uwe na wasiwasi? Si unalala umefumba macho? Binti kabidi kurudi chumbani kwake. Sasa akiwa amelala akaanza kusikia kuna miungurumo fulani nyuma yake. Akiwa na wasiwasi anaangalia huku na kule, mara kitu kilikuwa kimemvuta na nguvu isiyoonekana. Akiwa anapambana hapo akafanikiwa kuchoropoka, akaenda kumfuata kaka yake akamwambia kwamba nimevutwa mguu. Sasa kaka yake akamtuliza, anaangalia humo ndani hamna kitu chochote. Akajua pengine binti alikuwa na wasiwasi, ana uoga tu, hivyo kaka yake ikabidi kulala pamoja na mdogo wake usiku huo. Kesho yake Intani akawa anamwambia Sabdo kwamba hii nyumba imeanza kunitisha, yani binti akifikiria lile tukio ambalo limemkuta usiku wa jana anaanza kuona kabisa hapa sio mahali salama. Sabdo ikabidi kuanza kumtuliza tu. Sasa wakiwa hapo wanapiga stori, mara wakasikia sauti
fulani hivi upande wa ndani. Walipofika huko wakamkuta shangazi yao alidondoka chini na damu inamtoka puani. Haraka haraka yeye akasema kwamba yuko sawa na akawaambia wakae kwenye meza wale chakula. Usiku huo Aljo akaenda kumwamsha Sabdo, akampa nguo maalum. Sabdo ikabidi kuuliza hizi nguo ni za nini? Aljo akasema kwamba kuna kitu natakiwa kushiriki pamoja na mimi, ni ibada fupi, mambo ya ugenini. Aljo akaeleza kwamba hii ibada ni muhimu sana, italeta baraka kwenye familia na italeta baraka kwa upande wake pamoja na dada yake. Aljo akatumia kisu chake akakata nywele za Sabdo akisema kwamba tambiko hili litalinda familia yote. Kisha akamwambia kwamba yeye afate tu maelekezo atakayomwambia ayafate kwa umakini. Mbuzi mmoja mweusi alikuwa ameletwa hapo na mfanyakazi mmoja wa kiume anaitwa Sugi. Aljo akamkabidhi Sabdo kisu akamwamuru amchinje mbuzi huyo. Kijana alikuwa na sita. Aljo akamwambia kwamba kama mwanafamilia wa Kunsuro lazima uwe jasiri. Aljo akamshika mkono na akawa amemlazimisha kumchinja yule mbuzi. Damu ya mbuzi ikuwa imekingwa kwenye kikombe na kisha akawa amepewa kijana ainywe. Kijana akawa amepiga pafu hivyo hivyo kwa uoga. Aljo akamwambia kwamba wewe sio Sabdo tena, bali wewe ni Kanguki Songo. Mbele yake kijana akaona pepo mmoja akawa ametokea hapo. Hii ni ishara kwamba kijana amekaribishwa kwenye familia, na yule mbuzi aliokuwa amemchinja akawa ameamka akiwa hai tena na macho yake yakiwa mekundu. Sabdo kwa sababu ya hofu akawa amezimia kabisa. Siku iliyofuata mfanyakazi mmoja akawa amemwamsha akamwambia kwamba ajiandae. Baada ya kuwa amejiandaa, kijana akawa amemuona mdogo wake kavaa nguo za shule. Inta akamuona kaka yake kama hana furaha, lakini mshikaji akamtuliza tu mdogo wake, hakutaka kabisa mdogo wake aingiwe na mawazo. Kijana akawa ambatana pamoja na mjomba wake wakienda katika shamba moja kubwa, shamba moja la familia, ni shamba la miti. Baada ya kufika huko, Aljo anamwambia kwamba kwa sasa mali zote hizi zitakuwa ni za kwako Sabdo, wewe ndiye mmiliki, unatakiwa kusimamia kwa sasa. Aljo akawa amemkutanisha na mwanamume mmoja anaitwa Menur. Menur akawa amemuuliza Aljo kwamba nini kilichokuleta hapo. Aljo akawa amemkumbusha kwamba kuna mambo tulizungumza, vipi kuhusiana na ofa yangu, ndicho kitu kilichomleta hapa. Menur akawa ameondoka kimya kwa sababu Menur ndiye msimamizi wa hili shamba lote la miti na Aljo ni alikuwa analitaka hili shamba, lakini Menur anamtii sana mtu ambaye amempa mamlaka na hili shamba. Aljo akamwambia kwamba wewe umekwisha kuwa mtu mzima na kwa sasa wewe ndo mmiliki wa kila kitu hapa, hautakiwi kabisa kumfuata Karusa. Lakini Menur akasema kwamba siwezi kukubali ofa yako, kwa sababu nikikubali hii ofa itabidi nijishushe, niishi kwa kufuata mambo yako machafu maisha yangu yote. Aljo baada ya kusikia hivyo akawa amerudi kwa kijana wake Sabdo. Aljo akawa amempeleka Sabdo na kwenda kukutana na watu wengine tena. Akaanza kwanza kwa kumtambulisha mwanamama mmoja anaitwa Kasa, ndiye yule ambaye tumesikia anatajwa kule kwenye eneo la shamba la miti kule, anaitwa Kasa Atumojo. Kisha akatambulishwa mzee mmoja anaitwa Agodo Prayogo. Kisha akatambulishwa binti mmoja anaitwa Pastika Gayatri na kipara mmoja eti kipara na bwana mkubwa mmoja anaitwa Linga. Huyu ni kutoka katika familia moja ya Kodro. Kisha akamwambia kwamba Sabdo, wewe nenda mara moja kanisubiri huko, nakuja. Sasa baada ya kijana kuondoka hapo, Aljo ikabidi kuwauliza watu wote hao kwamba mnaonaje na mna maoni gani kuhusiana na ofa niliyowapatia? Tuache kwanza hawa wajadili mambo. Kijana Sabdo alipokutana na mfanyakazi Sugi ikabidi kuuliza wale watu niliotambulishwa kule ni kina nani. Sugi akasema kwamba wote uliowaona kule ni familia 7 za watu wenye nguvu sana, na watu hao ndio wanaendesha biashara nyingi sana hapa mjini. Sabdo akawa muuliza kama ni familia 7, mbona watu hawatoshi kuwa 7, ni watu wachache, wengine wako wapi? Sugi akasema kwamba huenda hawajahudhuria hicho kikao kwa siku ya leo. Usiku wakiwa nyumbani, Aljo akamuita tena Sabdo akamwamuru tena achinje mbuzi, ni ibada juu ya ibada, akisema kwamba hii ni sehemu ya wajibu wake kwa sasa, anafaa kuzoea kabisa kufanya hili zoezi. Siku hiyo kijana akawa amejipanga hivyo hivyo kwa uoga akawa ametekeleza alichoambiwa. Baada ya kumaliza kumtoa kafara mbuzi huyo, Aljo akamwambia kijana kwamba mimi nina imani na wewe unatakiwa kuwa na imani na mimi, ninayafanya hayo yote kwa ajili ya kulinda familia. Kisha akawa amemjeruhi kidogo kwenye mkono wake, kisha akaenda kuunganisha na jeraha la mbuzi, damu kwa damu zikaungana, mbuzi akarudiwa na uhai. Sasa baada ya kijana kutoka hapo akaenda kujisafisha mkono. Akiwa hapo akaanza kusikia kama kuna sauti ya mtu, mara pazia likaanza kumfuata mkuku. Akajitokeza mwanaume mmoja, mara moja akaanza kumlaumu, kisha akawa ametoweka. Sabdo akaenda bafuni kutazama nini kinachoendelea, akamwona tena yule mwanaume anaonewa ama anateswa na pepo wa familia hii, mara akawa amemtisha tena Sabdo, kisha akawa ametoweka. Siku iliyofuata Sabdo kwenye meza ya chakula ana mawazo kinoma. Intani mwenyewe mpaka aliliona hilo na akawa amemuuliza kaka yake kuhusiana na jeraha mkononi mwake. Kaka mtu hakutaka kabisa kumtia wasiwasi mdogo wake, hivyo akawa ameficha tu. Sasa wakati wanazungumza akawa amemuuliza mdogo wake kwamba je, pengine nimefanya makosa kushauri kwamba tuje tuishi ndani hapa. Sasa kabla binti hajaelewa vizuri hiki kinachozungumzwa na kaka yake, shangazi hao wakawa wamefika hapo, ikabidi wavunge tu. Dakika chache baadaye Aljo akawa amefika hapo, akaanza kumpapasa Intani
Intani kichwani kwa namna fulani ambayo binti mwenyewe hakuwa anajisikia amani kabisa kwa jambo hili. Basi wakawa wamekula chakula, lakini Sabdo alikuwa anajichekesha tu, lakini alikuwa hana amani kabisa. Usiku Ajo akawa anamuogesha mke wake kwa maji maalum, lakini mwanamke anaonekana kabisa hafurahishwi na haya maisha, sijui ni nini kinachofichwa hapa. Na mwanamume akamwambia kwamba umekuwa ukinifanyia hivi kila siku, lakini usijali, hivi karibuni utapata mrithi ambaye atatekeleza hili jambo. Inaonekana kuna jambo ambalo ni baya linaendelea kwa huyu dada, na dada hafurahishwi sana, lakini analazimika tu kulifanya hili jambo. Akawa amemwambia mwanaume kwamba fanya utakavyofanya, lakini tafadhali usimguse binti. Sasa huyu binti anayetajwa hapa yawezekana kabisa akawa ni binti Intani mwenyewe. Upande wa binti Intani alikuwa zake yuko bize huko jikoni na mfanyakazi Lina, wanapiga stori. Mara binti akamwona huyu mfanyakazi ana alama mkononi mwake, ikabidi kumuuliza hicho ni nini. Lina kaeleza kwamba hii ni alama inayoonyesha kwamba yeye ni familia ya Kunsoro, wanafamilia wote wana alama hii. Binti kabidi kumeza tu maswali mengine, akarudi chumbani kwake. Akiwa huko akasikia mlango unafunguka sehemu fulani hivi kwenye chumba chake. Binti akawa amesogea hapo kwenda kuangalia, ni chumba kiko tupu, maana mlango ulikuwa umejifunga kwa nyuma. Binti akiwa bado ndani huko anaogopa, ikabidi kuendelea tu upande wa chini kwa sababu anasikia kama kuna mihemko fulani inaendelea huko. Baada ya kufika hapo, binti hakuamini macho yake anachokiona. Anamuona shangazi wake rasmi yuko bize na kilimo mdondoko. Kwenye kutazama vizuri akagundua kwamba kuna kile kiumbe cha kishetani kipo hapo, ndicho kinachoonekana kinatekeleza hilo jambo. Binti ikabidi kukimbia. Sasa hii inaonyesha wazi kwamba huu ndio uliokuwa wasiwasi wa rasmi kuhusiana na mume wake baada ya kuwa amemuosha na maji maalum. Yeye ameolewa, lakini mfaidi wa shamba ni pepo. Binti akawa amekutana na kaka yake, akamweleza alichokiona. Sabdo akawa amemuuliza huyo kiumbe uliomuona ana mapembe? Binti akasema ndio. Mara moja Sabdo akaingiwa na wasiwasi, akasema kwamba hii sio sehemu salama Intani, tukimbie. Lakini sasa kabla hujatekeleza hilo jambo, milango ikawa imejifunga yenyewe. Wakawa wamekutana na shangazi yao Rasmi. Akawauliza kwamba mbona mjalala mpaka saizi, nendeni mkalale. Rasmi akawa ametoka hapo, lakini damu ilikuwa inamchuruzika. Vijana wakawa na harakati ya kutoka nyumbani hapa, wakaenda kuonana na Lina, wakamwomba wapatiwe funguo ili waondoke. Lina akawa ameuliza kwamba je, mjomba wenu anajua kuhusiana na hili jambo? Sabdo akasema kwamba hakuna haja ya mtu yoyote kujua hili jambo. Sasa wakati Sabdo anahangaika kutafuta funguo, majani fulani hivi yakawa yamedondoka mbele ya binti Intani. Yeye akaanza kuyachukua yale majani, akaanza kuchunguza, akakutana kuna kioo. Kwenye kioo anaona reflection, ni mchana lakini nyuma yake bado ni giza. Akiwa bado hajaelewa, kuna kiumbe kimoja kilikuwa kimemwangukia. Sabdo akawa amefika hapo kuja kusaidia Intani kwa sababu Intani alikuwa anapiga mayowe, kisha akawa amekaa kimya. Mara akanyanyuka na kola kaka yake. Lina akawa amefika hapo kusaidia, lakini Intani akamgeukia kisha akamng'ata uso wake. Mfanyakazi mwingine akawa ameingia hapo kusaidia Lini, lakini Intani akawa amemvunja shingo yake hapo hapo. Kisha Intani akamrudia Sabdo akamwambia kwamba wewe unafaa kufa. Sugi akawa amefika hapo pamoja na mfanyakazi mwingine kusaidia. Pakachangamka kweli ndani hapa, akawa amewafungia watu wote kwenye chumba. Baada ya muda Ajo pamoja na Rasmi wakawa wamefika hapo, ikabidi kuvunja huo mlango na kuingia huko ili kwenda kusaidia. Wakamkuta Sugi akiwa amelala chini, yuko hoi. Intani alikuwa amejificha chini ya meza, ana hofu balaa, haelewi nini kinachoendelea. Sabdo akiwa anamtuliza mdogo wake kutazama pembeni kwenye kioo, akawa amegundua kwamba huyo sio mdogo wake, bali kuna pepo ambaye bado yuko ndani yake, na mara moja akawa amemshambulia tena. Bado hajamalizana, huyo pepo ni king'anga jamani, anamwandama Sabdo kweli. Kisha akawa ameruka kwenye taa, akaanza kutamba, akasema kwamba nyote nyinyi Kunsoro lazima mfe. Kumaanisha nini? Akashuka na taa akamfuata Sabdo. Oya, huyo pepo na Sabdo jamani, akamnyosha vya kutosha. Rasmi akamsii yule pepo amwache huyu binti awe huru. Pepo akawa amepanda na huyu binti juu, akapanda naye juu, kisha akawa amemtupa chini. Msimamo wake ni ule, familia hii nzima lazima ife. Akamfuata tena Sabdo, kwa sasa hizi hamuiti kama Sabdo, Kanguki Songo, lazima ufe. Aje akawa amefika hapo, akawa amemwagia dawa maalum na kumtuliza huyu pepo, lakini pepo mwenyewe anatulia wapi? Ana vibe lake liko pale. Msimamo wake ni ule, Kanguki Songo, lazima ufe. Wakawa wamemfunga kwenye kitanda. Siku iliyofuata Ajo akatangaza kwamba rasmi amefariki kwa sababu ya kile kilichotokea usiku uliopita. Hivyo akawa maamuru maandalizi yafanywe mara moja, na wanafamilia wote na ndugu wote wanatakiwa kuhudhuria. Mwili ukachukuliwa ukapelekwa sehemu maalum chini ya nyumba. Sabdo ikabidi kuuliza, mbona mwili unaletwa huku badala ya kwenda kupelekwa makaburini? Ajo akasema kwamba sehemu hii ndio sehemu takatifu ya familia yao, na akawa amesema kwamba rasmi alikuwa Ranum. Kijana ikabidi kuuliza Ranum ni nini? Akawa ameelezwa kwamba Rasmi alikuwa ndiye mlinzi wa familia ya Kunsoro.
nafasi ambayo mara nyingi inashikwa na mwanamke mwanafamilia ya Kunsoro pekee. Kazi yao ni kulinda familia dhidi ya nguvu za giza na kutekeleza majukumu kama Ranum. Hapa akawa ameiweka fumbo kwa sababu tunajua jukumu la rasmi pia ilikuwa ni kumlizisha pepo. Kama hawatakuwa na mlinzi, mambo kama iliyotokea usiku uliopita yanaweza kuandama sana familia nyingine ambazo ni wapinzani wao wanawatumia uchawi huo. Sabda ikabidi kuuliza kama rasmi alikuwa ni mlinzi wa hii familia, kwa nini Intan jana alimshambulia? Ajo akasema kwamba shangazi yako alikuwa ni dhaifu mno kuendelea kuhudumu kama mlinzi wa hii familia. Mrithi kwa sasa wa nafasi hiyo ni Intan, ndiye anatakiwa kuchukua nafasi yake kama mlinzi mpya. Akasema kwamba Kanguku Songo ndiyo damu yenye nguvu sana katika Java ya Mashariki, hakuna damu yenye nguvu kama hiyo, na akamwambia kwamba nguvu hiyo imo ndani yako kwa sababu ndio jina ambalo amebatizwa huyu kijana, na akawa amemwambia kwamba kwa sasa ni wakati wa kulipiza kisasi kwa wale walioikosea hii familia. Sababu ikabidi kuuliza kulipiza kisasi kwa kina nani, lakini Ajo akasema kwamba yeye atashughulikia hilo jambo. Akamwamuru Sabdo atoe kafara ya mbuzi ili kulinda familia hii. Kwa kusitasita, Sabdo akawa ametekeleza jambo hilo. Damu ilipoanza kutoka, Ajo akawa ameikinga, kisha akamtoa Sabdo bandage mkononi mwake na akaweka mkono huo juu ya sanamu ya mbuzi, huku akitamka maneno yake ya kishirikina. Sabdo akatazama mkono wake, umepona kabisa, kile kidonda hakipo wala hana kovu. Ghafla yule mbuzi aliyekuwa ametolewa kafara akawa amenyanyuka tena. Yaani huko ndani hawa mbuzi wa kafara hawajawahi kufa kabisa, kama nyinyi mnategemea baada ya kafara mle nyama, yaani kwenye hawa mbuzi mmenoa. Wakati huo huo, Intani akajikuta katika shamba moja kubwa la miwa. Akiwa huko akaanza kuomba msaada. Dakika chache tu akaona kuna pepo mmoja katokea angani huko, akawa amemshambulia. Ghafla binti akawa ameamka yuko kitandani. Kwa mshtuko akawa amehoji kwa nini kafungwa. Sabdo akamuuliza kwamba wewe ni Intani kweli? Maana sasa huko ndani watu hawaaminiani. Binti akawa amemuuliza swali gani tena hilo? Nitakuwa nani mwingine kama sio mimi mdogo wako? Intani akawa ameelezea ndoto ambayo aliyoiota. Alikuwa amepotea kwenye shamba la miwa, lakini alikuwa anawasikia walivyokuwa anamuita. Akawa amemuuliza shangazi rasmi yuko wapi? Sabdo akaanza kumfungua kamba, akamwambia kwamba kwa sauti ya chini, shangazi yako amefariki, tuondoke mara moja kutoka kwenye ile eneo. Kumbe yule pepo alikuwa amezuga, akamkamata tena Sabdo. Kiumbe wa kichawi akawa ametokea hapo. Akasikika yule pepo alikuwa amemtawala huyu binti anasema kwamba Bokorono. Mara kile kiumbe kiko kimetokea upande mwingine, kikatupa moyo chini hapo. Intani akawa ameanguka chini na akapoteza fahamu. Sabdo akawa amemuita mfanyakazi Sugi ndani ya chumba. Sugi akamwambia kwamba lazima muhakikishe mnaondoka mara moja, wewe pamoja na mdogo wako, la sivyo mdogo wako hataishi, atakufa. Sugi akawapeleka Sabdo kwa yule mwanamama Kalsa, ambaye mara moja akamwambia Sugi aondoe tatuu kwenye mkono wake. Kisha akamfuata Sabdo akamwambia kwamba najua una maswali mengi sana, lakini unatakiwa kujua kwamba Sugi ni mfanyakazi wangu ambaye mimi nimemtuma kwenye familia yenu kwa ajili ya kupata siri kutoka kwenye ile nyumba. Yaani Sugi yuko kwenye ile nyumba kwa ajili ya kuiba siri za Ajo na kumletea huyu mwanamama. Yeye huyu mwanamama akasema kwamba Sugi alikuwa pale kwa ajili ya kukulinda wewe pamoja na mdogo wako Intan. Sasa akaeleza wazi kwamba mpango wa Ajo ulikuwa ni kumfanya binti Intan kuwa Ranum mpya, jambo ambalo linahitaji aolewe na Ajo ndani ya damu ya familia ya Kunsoro, akisema kwamba hii ndio sababu baba yako mzazi aliondoka na kujitenga kabisa na familia yenu. Hakutaka kabisa kushuhudia Ajo akimuoa rasmi kwa sababu walikuwa ni mtu na ndugu yake. Rasmi alikuwa ni dada yake Ajo. Kwa hiyo baba yake Sabdo alijitenga kabisa na hiyo familia. Hakutaka kabisa kuendelea kushuhudia utamaduni wa kishenzi kama ule unaendelea katika familia yake. Sasa baada ya baba yake Sabdo kuwa amefariki, Ajo akaanza kuwafuatilia kwa ukaribu sana Sabdo pamoja na Intan ili awarudishe kwake. Akaamua kumtuma Sugi ili aiteketeze ile nyumba ambayo alikuwa anaishi Sabdo pamoja na ndugu yake. Wakati yeye yuko bize kuhangaika na kichwa cha mbuzi, ndio muda ambapo Sugi aliichoma ile nyumba. Hilo lilikuwa ni agizo la Ajo, kwa sababu aliamini baada ya nyumba kuwa imechoma moto wasingepata mahala pa kwenda, tofauti na kukubali ofa yake ya kwenda kuishi pamoja naye. Binti akasema kwamba unaukumbuka ule moyo uliotupwa mbele yako? Ule moyo ulikuwa ni wa mmoja wa mtumishi wangu. Yule kiumbe alitumwa kwenye hii familia kwa ajili ya kuja kutuangamiza, lakini mimi pamoja na mjukuu wangu nilinusurika. Gharama yake ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu maisha ya mtumishi ambaye alikuwa ni mwaminifu sana kwenye hii familia amefariki dunia. Kisha akamwonyesha Sabdo picha ya mwanaume mmoja na kusema kwamba jina lake ni Menul. Sabdo akawa amemkumbuka huyu, alikutana naye kule shambani kwenye shamba la miti. Kalsa akaeleza kwamba familia ya Menul ilikuwa ni familia aminifu sana
kwa familia yangu kwa muda mrefu, na akaamua kumkabidhi lile shamba la miti, lakini Ajo alikuwa anataka kuinyakua ile ardhi kutoka katika mikono ya huyu bwana mkubwa, na baada ya huyu bwana mkubwa kukataa ofa ya kumkabidhi ile ardhi, aliamua kumuua. Muda haya matukio yanazungumzwa, Sabdo akaanza kupata picha ya kile alichokuwa anakifanya kama ibada katika nyumba ya Ajo. Kila kitu alichokuwa anakifanya, damu yake ilikuwa inatumika kwa ajili ya kutuma mapepo kwa ajili ya kuangamiza watu ambao Ajo alikuwa anaona wako kinyume na yeye, na pepo wa familia hiyo anaitwa Bukolono. Kaza akameeleza kwamba Sabdo kama Intani atalazimika kuwa mlinzi mpya wa hiyo familia, atalazimika maisha yake yote kutumikia pepo la familia hiyo, na pepo hilo sio jingine, ni Bukolono. Elewa neno kutumikia pepo, Bukolono. Lakini akamwambia kwamba kuna njia ya kuzuia haya mambo yote, na njia pekee inaweza kutumika ni kutumia ibada nyingine ya kichawi inaitwa Janur Ileng. Akaeleza kuwa huo ni uchawi ambao unaweza kufanywa mara moja tu kwenye maisha ya mwanadamu, unamhitaji sana mtu kama Sabdo. Lakini Sabdo akawa amekataa kabisa kusikia hivyo, akasema kwamba hana ugomvi na Ajo, na ugomvi wa huyu mama na Ajo hataki kabisa kuingilia. Kitu pekee anachokitaka yeye ni kumwokoa dada yake tu. Huyo mwanamama akamtuliza, akamkumbusha kwamba Bukolono hatii amri za mtu mwingine, hutii amri za mtu mmoja tu, na si mwingine, ni Kanguki Songo peke yake. Sasa ukumbuke hili jina ndo jina ambalo amepewa Sabdo mwenyewe. Sabdo akakimbia mara moja kurudi katika familia ya Kunsoro, akamkuta Intani tayari amekwisha kuandaliwa kwa ajili ya ndoa. Ibada inatakiwa kufanyika hapa. Kwa hasira kubwa akawaamuru watumishi wote waondoke hapo. Akajaribu kwa haraka kumwamsha Intani, lakini Ajo akawa amefika hapo, akaanza kumsihi kwamba ninayafanya hayo yote ni kwa ajili ya faida ya familia yetu, acha ujuaji. Sabdo kwa hasira akasema kwamba nyote nyinyi ni mashetani tu. Kwa hasira Ajo akawa amempiga jamaa, akasema kwamba baba yako alipewa dunia nzima, lakini alikuwa dhaifu mno, hakuweza kuichukua. Lakini sasa hili halina maana tena, kwa sababu hivi karibuni Kanguki Songo mpya atazaliwa kupitia damu yangu mimi pamoja na tumbo la Intani. Ajo akakiri kwamba yeye ndiye aliyemuua rasmi, wala hata rasmi hakufa kwa sababu ya shambulio la pepo usiku ule, lakini yeye mwenyewe ndiye aliyemuua kwa sababu binti rasmi hakutaka tena wala hakuweza tena kuvumilia jukumu ambalo ameolewa kwenye hii familia, yaani jukumu la kuolewa na yule pepo. We mwenyewe kuweza kilimo kila siku na dude kama lile lenye mapembe. Sabdo akiwa amejaa hasira akamrukia ili kumshambulia kwa nguvu zote, lakini Ajo akawa amefanikiwa kumdhibiti na kijana akawa amepoteza fahamu. Siku iliyofuata Kalsa akawa amekutana na Guyutri. Guyutri nia yake ni moja tu, ni kuidondosha familia ya Kunsoro, kwa sababu yule jamaa amekuwa na tamaa nyingi sana. Ana tamaa ambazo ni tamaa za kujilimbikiza kila kitu. Guyutri pamoja na binti Kalsa wakawa wanaamini wanaweza kufanya ibada kwa ajili ya kutokomeza kabisa familia ya Kunsoro yote. Sasa wanaogopa kufanya ibada ya Janur Ileng kwa sababu inaweza kuwarudia. Huo ni uchawi wenye nguvu na unafanywa mara moja tu. Licha hii hatari, Guyatri akasema kwamba waendelee kwa sababu njia pekee ya kumzuia hicho ni hiyo tu, kabla kabisa hawajachelewa, na akawaangamiza wote kwa sababu ya tamaa zake binafsi. Wakati huo huo, katika jumba la Ajo wageni wanaendelea kumiminika pale. Sherehe ya ndoa inatakiwa kufanyika. Sherehe inafanyika kimilamila. Wote unaowaona hapa ni wanafamilia, ni watu wenye nguvu ambao wameshikamana na familia ya Kunsoro. Ajo akaanza kuwafahamisha kuhusiana na sherehe hiyo, akawaambia kwamba muda si mrefu kila kitu kitakuwa sawa. Akawaambia wageni kwa moyo wake wote wa upendo, akisema kwamba rasmi aliwalinda maisha yake yote, na ana hakika kwamba kwa sasa familia imebaki katika mikono salama. Kuna mlinzi mpya ambaye anakwenda kusimikwa muda si mrefu. Historia yao itaenda kuandikwa kwa siku ya leo. Watu wakapiga zao dua, mambo yakaanza kujipa. Upande wa mwanetu Sabdo kashtuka, kafungwa sehemu pembeni. Dada yake yuko hapo, anajaribu kumuita dada yake, lakini dada yake alikuwa ajitambui kabisa. Sasa katika harakati yule mfanyakazi Sugi akawa amefika hapo. Kafika hapo ana harakati zake zingine binafsi. Akamwambia kwamba Sabdo, familia 3 kati ya 7 zimekubali kufanya tambiko la Janur Ileng. Akasema kwamba jambo hilo ni lazima lifanywe haraka kabla hii ndoa ya dada yako kufanyika. Huyu jamaa akafika hapa kumhamasisha Sabdo aunganishe nguvu ili waweze kuiangusha familia hii. Tofauti na hapo mambo yataenda kuwa mabaya zaidi. Akamwambia Sabdo kwamba ahakikishe anamwaga damu yake katika jani ambalo amelileta hapa. Nia yake ni moja tu, ni kumwangamiza Ajo pamoja na wafuasi wake wote. Akiwa amejawa hamu ya kumkomboa dada yake, Sabdo akawa amegonga kichwa chake, akawa amedondosha damu kwenye lile jani. Mara moja lile jani lilikuwa limeanza kuungua lenyewe.
wenyewe. Ghafla na majani mengine upande wa pili kule kwenye sherehe ikawa ameungua yenyewe. Sherehe ilikuwa inaendelea, ibada maalumu hapa inaendelea. Kuna mtu mmoja akawa ametapika kijani tu, akawa ameanguka chini. Hajo akawa ameshtuka, watu wanaanza kutokwa na rangi ya kijani, mmoja baada ya mwingine, ni makelele tu, watu wakaanza kujidhuru hapo. Hajo baada ya kutazama kinachoendelea hapa akawa ametambua kabisa kilichofanyika hapa ni ibada ya Janu Ireng, ibada ambayo itakuwa imefanyika kwa ajili ya kuangamiza yeye pamoja na familia yake. Intan ghafla akawa ameamka kwa mshtuko. Sabdo akawa amemuomba Sugi amsaidie kumfungua, akiwa anahangaika na kamba, mara kasikia kama yule pepo wa hii familia kafika hapo. Sugi akamwambia Sabdo kwamba kazi yangu imekwisha kuisha, hivyo akawa amekimbia kutoka eneo hilo. Pepo ni mrafi, kafika hapa, anajua ibada inatakiwa kutekelezwa, kafika hapa kwa ajili ya kutekeleza jambo lake. Kijana akawa amepambana sana na akawa amefanikiwa kujinasua, akawa amemwamuru yule pepo aondoke mara moja, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka hiyo kwa sasa, na pepo kweli akawa ametii, akawa amemwacha huyu binti. Sasa walipotoka hapo, mtu na dada yake kwenye hii nyumba pamechangamka, watu wanajidhuru vibaya kinoma. Aju ni mgumu, akamwambia Sabdo kwamba unaamini wewe ni bora sana kuliko mimi, si ndio? Kamshikia kisu, lakini kuna nguvu ambayo inamkontrol yeye mwenyewe, lakini ni king'ang'a. Ile nguvu ikapelekea kumtenganisha kichwa pamoja na kiwiliwili yeye mwenyewe, Sabdo pamoja na Intan uko amefanyika kabisa kutoka mpaka nje. Lakini ghafla Intan akawa ameanguka chini, mwili wake umeanza kubadilika tena, na yeye ameanza kupatwa na rangi, na wakati Sabdo nia yake ilikuwa ni kumuokoa Intan. Akiwa hapo akamuona yule mwanamama Klaus akafika hapo akiwa na Sugi, akamshukuru sana kwa uamuzi wake, kisha akasema kwamba Janu Ireng huasiri wanafamilia wote isipokuwa tu mtu mmoja, na yeye si mwingine ni Kanguk Songo mwenyewe, kwa sasa ni Sabdo. Hivyo huo uchawi hauwezi kabisa kumgusa yeye. Hili jambo hakuambiwa kabisa kijana, laiti kama angeambiwa, sidhani kama angeweza kukubali kufanya hili jambo. Sasa akiwa hapo, kuna kiumbe kimoja kiko kimetokea nyuma huyu mwanamama. Intan huyu pepo anamkumbuka, aliwahi kumshambulia kule kwenye shamba la miwa, akawa amemjulisha kaka yake. Klosa akasema kwamba huyu haitwi pepo tu, anaitwa Sengaraturuhi. Huyu ni pepo mtumishi wa kishetani ambaye anamlinda familia yake na watu wote walioko upande wake. Huyu pepo huyu ndiye aliyetumwa kuja kumpagawisha Intan. Hali ya Intan ikazidi kuwa mbaya sana kiasi kwamba Sabdo hakuwa na namna cha kufanya. Alimshuhudia mdogo wake akifa katika mikono yake yeye mwenyewe. Sasa akamuuliza Sabdo kwa kejeli, unajisikiaje kuona mdogo wako amekufa kwa sababu yako wewe mwenyewe? Sabdo kwa hasira akawa amejaribu kwenda kumshambulia. Sugi akawa amemzuia. Sasa akawa amemchoma Sabdo kwa kisu chake, kisha akamwambia kwamba siwezi kuruhusu mwanafamilia wa Kunsoro yoyote kuendelea kubaki kuwa hai. Kijana akawa ameanguka kando ya mwili wa mdogo wake. Baada ya muda kwenda muda kurudi, kijana Sabdo anakuja kuamka, yuko katika nyumba ya mwanamama Guyatri. Huyu mnamkumbuka vizuri, alifanya ibada pamoja na yule mwanamama Kras. Guyatri akamwambia kwamba kwa upole Kras ni msaliti, lakini yeye yuko tofauti kabisa na yule mwanamama. Akampa pole kwa kufiwa na mdogo wake. Baada ya muda Erina akawa amefika hapo, akawa amemkumbatia na akawa amemfariji sana. Kama unamkumbuka huyu binti, ndio binti ambaye alikuwa ni rafiki yake Intani mwanzoni kabisa mwa filamu. Wote wakawa wameanguka katika majonzi makubwa sana baada ya kuwa amempoteza Intani. Guyatri akamwambia Sabdo kwamba hivi karibuni, usiwe na wasiwasi, utalipa kisasi chako kwa mtu aliyekutendea haya mambo. Akamwahidi atamfundisha namna sahihi ya kutumia nguvu zinazoitwa Sevu Dino. Guyatri alimuhifadhi kijana Sabdo kwa muda wa miaka 3 bila yule mwanadada Kasra kujua chochote. Upande wa familia ya Kasra, mwanadada mmoja alikuwa amelala, anaitwa Dana. Huyu ni mjukuu wa Kasra. Akiwa hapo, kuna jani moja lilikuwa limemwangukia yeye, akajua kabisa haya majani ni kazi ya bibi yake. Akawa ametoka hapo, akaanza kumuita, kaita, jengo liko kimya. Aliporudi katika chumba chake, pepo mmoja akawa amemvamia. Aliponyanyuka akasema neno moja tu, Atmojo. Eti imeisha. Mimi mwenyewe nashangaa kama wewe. Anyways, kama kutakuwa kuna mwendelezo basi nitakuletea, lakini scene mara nyingi zinaonyesha kwamba hizi zilikuwa ni familia zenye nguvu, familia 7. Kwa hiyo usaliti katika familia hizi utaendelea kwa sababu kila mmoja anahitaji kujionyesha yeye ni kubwa na mwenye nguvu kuliko mwingine. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.